Habari yako, karibu sana kwenye mwongozo huu. Leo tutachambua vizuri kabisa jinsi unavyoweza kuanza kilimo cha parachichi, yaani kutoka sifuri hatua kwa hatua mpaka uwe na shamba linalokupa faida. Labda una shamba lako, pengine ni ekari moja, mbili au hata zaidi, na kila ukiliangalia unawaza, hivi na mimi siwezi kugeuza hii ardhi kuwa shamba la parachichi lenye mafanikio? Kabisa. Hiyo ndoto ya kulima lile dhahabu la mashambani inaanzia hapa na sasa. Na hapa ndipo swali kubwa linakuja, sivyo? Unaanzaje? Maana kuanza bila maarifa ni kama kuingia vitani bila silaha. Unaweza kupoteza pesa nyingi sana, muda na nguvu kwa makosa ambayo ungeweza kuyaepuka. Hiyo hofu ni ya kweli kabisa. Lakini ndio maana sisi tupo hapa Kilimo Biashara Afrika. Tuna uzoefu wa zaidi ya miaka 13 shambani, yaani tumeshapita kwenye changamoto zote unazowaza, na sasa tuko hapa kukushika mkono na kukuonyesha njia iliyo salama na yenye uhakika. Sawa, safari yetu leo itakuwa hivi. Tutaanzia na misingi kabisa, halafu tutaingia kwenye maandalizi ya shamba, usimamizi wa kila siku, mipango ya soko, na muhimu zaidi, tutamalizia na hatua unayoweza kuichukua leo hii. Basi, twende kazi. Tunaanza na sehemu muhimu kuliko zote, hatua za msingi. Sikiliza, kabla hata ya kununua mche mmoja, kabla ya kuchimba shimo la kwanza, mafanikio yako yanaanzia hapa, kwenye mipango. Ukijenga msingi imara, utajiepusha na hasara kubwa baadaye. Hatua ya kwanza kabisa, lijue eneo lako. Hii siyo hisia, ni sayansi. Unapaswa kujua urefu wa eneo lako, kutoka usawa wa bahari, unapata mvua kiasi gani, udongo wako ukoje, na hata kiwango cha tindikali au pH. Hivi vitu ndivyo vinavyoamua aina gani ya parachichi itastawi hapo. Sasa hebu angalia hii jedwali. Inaonyesha waziwazi kama upo kwenye urefu wa kati ya mita 1200 na mita 1600, parachichi kama Hass na Fuete ndiyo chaguo bora kibiashara. Ukiwa juu zaidi, kuanzia mita 1600, hapo unapata Hass yenye ubora wa hali ya juu kabisa kwa ajili ya soko la kimataifa. Unaona, data ndiyo inakuongoza. Sawa, umeshajua eneo lako. Hatua ya pili sasa ni kuchagua aina sahihi ya parachichi. Je, unalenga soko la nje au la hapa nyumbani? Na jambo jingine muhimu sana ni uchavushaji. Unajua, baadhi ya aina za parachichi kama Hass zinahitaji aina nyingine kama Fuerte karibu ili zisaidiane kutengeneza matunda. Bila hivyo, mavuno yako yatakuwa duni sana. Na hii ndiyo falsafa yetu kuu hapa Kilimo Biashara. Panda kwa data, sio kwa sababu jirani amepanda. Mafanikio ya jirani yako sio tiketi ya mafanikio yako. Eneo lake na lako vinaweza kuwa tofauti kabisa. Fanya maamuzi ya kitaalamu. Okay, mipango tumeweka sawa. Sasa ni wakati wa kuvua makoti, tuingie shambani. Tunatoka kwenye karatasi na kuingia kwenye udongo. Hatua ya tatu ni kuandaa shamba, hasa nafasi kati ya miche. Hapa kuna mkakati. Ukitumia nafasi ya kawaida ya mita 8 kwa 8, unapata kama miti 62 kwa ekari. Lakini angalia mfumo wa msongamano wa juu wa 5 kwa 5, unapata miti 158, yaani karibu mara 3 zaidi. Hii inamaanisha mavuno ya haraka mwanzoni, lakini inahitaji usimamizi wa karibu sana, hasa kupogoa. Sasa, sikiliza hili kwa makini. Hili ni jambo la kufa na kupona. Unaweza kufanya kila kitu sawa, lakini ukinunua mche mbovu, kazi yote ni bure. Unahitaji miche bora iliyoboreshwa kitaalamu. Na kama unataka uhakika, sisi Kilimo Biashara tuna miche iliyothibitishwa. Tupigie kwa namba 0763070007. Tutakushauri na kukupatia kilicho bora. Kupanda mche ni tukio la siku moja, lakini kilimo ni safari endelevu. Mafanikio ya kweli yanakuja kwenye usimamizi wa kila siku, kulinda ule uwekezaji wako kwa miaka mingi ijayo. Hatua ya 5 ni hii, usimamizi kwa ratiba. Mkulima wa kisasa haendi shambani kubahatisha. Anajua ni lini hasa anatakiwa kumwagilia, ni lini anaweka mbolea, ni lini anapogoa. Anakuwa na kalenda ya shamba, anajua nini cha kufanya kila wiki, kila mwezi. Hivyo ndivyo unavyopata matokeo ya uhakika. Sawa, tumelima, tumetunza,
Lakini shamba lako sio bustani tu, ni biashara. Na hapa ndipo tunahitaji kubadilisha fikra, kutoka kuwa mkulima tu na kuanza kufikiri kama mfanyabiashara. Na hii ndiyo hatua ya 6, na labda ni siri kubwa ya mafanikio. Panga soko lako mapema. Usifanye kosa ambalo wakulima wengi wanafanya la kusubiri matunda yaive ndipo unaanza kuhangaika kutafuta mnunuzi. Mkulima mjanja anajua soko lake liko wapi hata kabla mti haujatoa maua. Basi, tumeona ramani nzima, kutoka wazo mpaka soko. Swali sasa ni, wewe binafsi unaanzia wapi? Hatua yako ya kwanza ni ipi? Unajua, kila hatua tuliogusia hapa ni kama tumeona tu kichwa cha habari. Maelezo ya ndani zaidi, aina za mbolea, ratiba za kupogoa, mbinu za kutafuta soko, kila kitu kwa undani kiko ndani ya kitabu chetu kamili, Kilimo cha Parachichi, kutoka sifuri hadi mavuno na faida. Hiki ndicho chombo chako kikuu. Nasikiliza, tuna uhakika na maarifa yaliyomo ndani ya kitabu hiki kiasi kwamba tunakupa dhamana hii. Ukichukua kitabu ukakisoma na kwa sababu yoyote ile ukahisi hakijakusaidia, tunakurudishia pesa yako yote. Hatari yote iko upande wetu. Na hii siyo nadharia tu. Tumefanya kazi na zaidi ya wakulima 1,104. Tumewaona wakianza kutoka sifuri na kufanikiwa. Mfumo tunaokufundisha umeshajaribiwa na umethibitishwa shambani. Narudia tena, hatari ni sifuri kwako. Dhamira yetu ni kuona unafanikiwa. Pesa yako inarudi bila kuulizwa swali lolote. Na zaidi ya kitabu, Kilimo Biashara Afrika, tuko hapa kukusaidia kwa kila hatua, kuanzia miche bora kabisa, mifumo ya umwagiliaji wa matone, ushauri wa kitaalamu shambani kwako, hadi vifaa mbalimbali. Unaweza kutembelea tovuti yetu kilimo.net kuona zaidi. Basi, usisubiri tena. Hatua ya kwanza, ya msingi na salama kabisa ni kujipatia maarifa sahihi. Chukua simu yako sasa hivi, piga namba 0763 071 007 upate kitabu chako. Safari yako ya mafanikio katika kilimo cha parachichi ianzie leo.